wakati katika maisha mambo yanaanza kutokea kwa namna ya ajabu sana. Unaweza kukutana na vikwazo mfululizo, ndoto zinazojirudia rudia au hisia nzito moyoni bila sababu ya msingi. Sasa watu wengi huwa wanadhani kwamba hayo yanatokea kwa bahati mbaya. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi universe huwa inajaribu kukuonya. Yes, universe inakuonya. Kabla ya jambo kubwa lolote halijatokea katika maisha yako, nguvu za ulimwengu huwa zinatuma ishara mbalimbali. Na ishara hizi zinaweza kuonekana kama mambo madogo sana au mambo ya kawaida sana. Lakini kwa mtu mwenye ufahamu wa kiroho, ishara hizi zina maana kubwa sana. Na tatizo ni kwamba watu wengi hawazitambui ishara hizi na wengine wanazipuuzia mpaka pale matokeo makubwa yanapotokea. Sasa leo katika video hii nataka nikufundishe kwa kina kabisa. Utajuaje kwamba universe inakuonya? Yaani ukiona kitu fulani ujue kabisa kwamba hapa universe inanionya. Ukiona ishara hizi katika maisha yako, ujue kabisa kwamba kuna kitu kinataka kubadilika katika njia yako ya maisha, in a positive way au in a negative way. Naomba unisikilize kwa makini kabisa. Kitu cha kwanza kabisa, utaanza kuhisi kutokuwa na amani ndani yako bila sababu. Watu wengi huwa wanapata hii dalili na wanaipuuzia au wanahisi kwamba wao ndio wana matatizo. Moja ya ishara ya kwanza kabisa kwamba universe inakuonya ni hisia yako ya ndani ya kutokuwa na amani. Unaweza kuwa katika mazingira mazuri, lakini moyo wako unakuwa hauko sawa. Unajihisi hauna amani. Yaani ni kama kuna sauti ya ndani inayokuambia kuna kitu hakiko sawa. Hii ni kwa sababu intuition yako, yaani sauti yako ya ndani, inaanza kupokea taarifa kutoka kwenye energy ya ulimwengu. Na mara nyingi hii huwa inatokea wakati ambapo unakaribia kufanya maamuzi mabaya, au uko karibu kuingia kwenye mahusiano yasiyo sahihi, au upo katika mazingira yenye nguvu mbaya. Universe huwa inatumia hisia zako za ndani kama njia ya kukutahadharisha. Kwa hiyo ukiona unakosa amani katika jambo lolote lile, tafadhali sana usipuuzie. Kama ni maamuzi unataka kufanya, hebu tulia kwanza. Ahirisha kidogo, kaa chini na utafakari. Na kama ni mahusiano unataka kuingia, hebu jitafakari zaidi. Mchunguze huyo mtu kwanza. Kuna kitu fulani universe inakuonya kwamba huko unakoenda siko. Huyo unayetaka kuingia naye kwenye mahusiano sio mtu mzuri kwako. Kwa hiyo usipuuze hiyo ishara. Dalili ya pili, utaona mambo yanaanza kukwama ghafla. Yaani kila ukitaka kupiga hatua vitu haviendi. Kila ukitaka kufanya maamuzi fulani inashindikana. Hii ni dalili nyingine kubwa. Unaweza kushtukia tu ghafla mipango yako inavunjika, watu wanaanza kukukataa, milango unayotarajia ifunguke inafungwa ghafla. Na watu wengi huwa wanadhani kwamba ni mkosi au hawana bahati. Lakini mara nyingi universe huwa inazuia kitu kisitokee kwa sababu sio sahihi kwa safari yako ya maisha. Na kuna wakati mlango ukifungwa sio kwa sababu umefeli au kwa sababu wewe ni mzembe, bali kwa sababu ulikuwa unakaribia kuingia sehemu ambayo ingekuumiza zaidi. Na ndio maana baadhi ya watu huwa wanaanza mpaka kulaumu katika imani zao kwamba kwa nini mimi nina mikosi hivi? Mbona mimi sipendwi? Mbona mimi nina bahati mbaya hivi? Lakini kumbe unaandaliwa kitu kizuri zaidi, na hicho kilichofungwa kilikuwa sio kizuri kwako. Kilikuwa hakikufai. Kwa hiyo ukianza kuona ghafla mambo yanakwama, vitu haviendi, usianze kufosi. Kaa chini na utulie. Endelea kusikiliza video hii, nitakwambia nini unatakiwa kufanya katika situation kama hii. Dalili nyingine, utaanza kuletewa ishara zinazojirudia rudia. Siku zote huwa ninawaambia, universe huwa inawasiliana kwa kutumia pattern, yani vitu vinavyojirudia rudia, ishara zinazojirudia rudia, na huwa inarudia ni kwa sababu wewe unapuuza ishara. Yaani universe huwa haiachi kuwasiliana na wewe mpaka pale utakapoelewa kwamba hapa kuna kitu hakipo sawa. Na ndio maana ishara zinakuwa zinajirudia rudia. Kwa mfano, unaanza kuona namba zile zile mara kwa mara. Unakutana na ujumbe unaofanana mahali tofauti tofauti. Au unasikia sentensi ile ile kutoka kwa watu tofauti tofauti.
Sasa hii huwa inaitwa synchronicities. Yaani ni kama universe inajaribu kukuvuta umakini wako, lakini watu wengi huwa wanapuuza au wanachukulia poa tu kwamba mbona nakutana na namba zinazojirudia rudia, lakini mtu hafikirii sana au hatafuti deep meaning ya hiyo ishara. Universe ni kama mtu anayekugusa begani mara kwa mara akikwambia kwamba angalia hapa, kuna kitu muhimu, mbona hauko makini? Kwa hiyo unapoona ishara zinajirudia rudia, usipuuzie. Endelea kunisikiliza katika video hii, nitakwambia nini unatakiwa kufanya. Dalili nyingine utaiona katika ndoto zako. Mara nyingi universe huwa inatumia ndoto kuonya watu. Ndoto unazoziota usizichukulie poa na wala usizipuuze. Ndoto ni njia kubwa ya mawasiliano ya kiroho. Ukianza kupata ndoto zinazojirudia, unaota ndoto hiyo hiyo au ndoto yenye maana hiyo hiyo zaidi ya mara 3, usipuuzie. Ukipata ndoto zenye hisia nzito sana, yani unaota, unashtuka, unajikuta ni kweli ulikuwa unalia, unaona machozi kabisa haya yanatiririka, usipuuzie hiyo ndoto. Au ndoto zinazo kuonya kuhusu kitu fulani. Kuna watu huwa wanaota halafu ndani ya ndoto kuna onyo fulani wanapewa, aidha na mtu aliyemuota kwenye ndoto au vitu tu vinavyotokea kwenye ndoto. My dear, usipuuzie hiyo ishara hata siku moja. Mara nyingi hiyo ni subconscious yako inapokea ujumbe kutoka kwenye energy ya universe. Ndoto zinaweza zikakuonyesha hatari inayokuja, mtu asiye na nia njema katika maisha yako, au njia sahihi ya kuchukua. Na pia ndoto inaweza kukupa majibu fulani ya swali ulilokuwa unajiuliza. Kwa hiyo universe huwa inatumia sana ndoto kuonya watu, na watu huwa wanapuuza sana ndoto. Mtu anaota anaenda kumsimulia rafiki yake kama fun, kama kitu cha kufurahisha, wakati kumbe ilitakiwa akae chini aitafakari ile ndoto, aweze kuwasiliana na ulimwengu kwamba ulimwengu unataka kuniambia nini kwa kupitia hii ndoto. Ishara nyingine, utaona unaanza kujitenga na watu fulani. Yaani kuna baadhi ya watu unajikuta tu unaanza kujitenga nao. Unaanza kuhisi kutaka kukaa mbali na baadhi ya watu. Yaani hata kama zamani ulikuwa karibu nao. Hii huwa inatokea kwa sababu energy yako inaanza kubadilika. Nguvu zako za ndani zinaanza kwenda katika frequency tofauti. Na pale energy yako inapobadilika, watu ambao hawalingani na vibration yako mpya wanaanza kuondoka au kukusumbua. Kwa hiyo unaona ni kama kero kwako. Sasa hii haitokei kwa bahati mbaya. Ni process ya kiroho ya kusafisha mazingira yako. Na universe inakuonya kwamba hao watu hawakufai. Unapoona tu ukikaa na watu fulani sasa hivi hamuelewani, wakati zamani mlikuwa mnaelewana, hilo ni onyo kutoka kwa universe kwamba hao watu kwa sasa hawakufai, achana nao, acha kuforce mahusiano na watu. Wakati unaendelea kutazama video hii, kama unahisi haya ninayoyaongea yanakugusa moja kwa moja ndani yako, yaani unahisi ni kama vile na kuongelea wewe, ni kama nagusa maisha yako, basi andika hapo kwenye comment, nimewahi kuona ishara. Hii itasaidia watu wengine waweze kugundua kwamba hawako peke yao katika safari hii ya kiroho. Dalili nyingine kwamba universe inakuonya, utajikuta unaanza kuvutiwa na mambo ya kiroho. Watu wengi wanapoanza kupokea ishara za universe, ghafla wanaanza kuvutiwa na mambo kama vile spirituality, meditation, energy, ufahamu wa ndani. Video kama hii au channel kama hii unajikuta inaanza kukuvutia sana. Unatamani kujua zaidi kuhusiana na mambo ya kiroho. Sasa hii huwa inatokea kwa sababu nafsi yako inaanza kuamka. Ni kama roho yako inaanza kukumbuka kwamba kuna kitu kikubwa zaidi ya maisha ya kawaida. Kwa hiyo universe ni kama inakuletea onyo fulani kwamba unatakiwa kwenda deep zaidi. Unatakiwa kujifunza zaidi. Kuna kitu ndani yako kinaanza kuamka. Kwa hiyo anza kuwa awake, stay awake muda wote. Jifunze, tafuta deep meaning ya mambo ya kiroho. Dalili nyingine ni kupitia kipindi kigumu ghafla. Hii ni moja ya ishara ngumu zaidi kuielewa. Wakati mwingine universe huwa inakuonya au kukuandaa
kwa kukupitisha katika kipindi kigumu. Vipindi vigumu katika maisha haimaanishi kwamba wewe kuna sehemu umekosea, una makosa, una mikosi au nyota yako ina shida. Ni moja ya njia za universe kuwasiliana na wewe. Unaweza kupoteza kazi, rafiki, mahusiano au mipango yako ya muhimu. Lakini mara nyingi vipindi hivi vya maumivu vinakuwa ni maandalizi ya hatua mpya ya maisha. Ni kama vile mbegu lazima izikwe chini ya ardhi kabla haijaota. Kwa hiyo ni lazima upitie katika vipindi hivyo hapo. Kuna kitu fulani universe inakuonya, inazungumza na wewe kwa kupitia hivyo vipindi vigumu vya machozi na maumivu. Sasa tunaingia kwenye kitu muhimu zaidi. Baada ya kuona dalili hizi, nini unapaswa kufanya? Watu wengi wanapogundua kwamba universe inajaribu kuwasiliana nao, mara nyingi huwa wanaingiwa na hofu au kuanza kuchanganyikiwa. Wanaanza kujiuliza, kwa nini ishara hizi zinanitokea mimi? Kuna jambo baya linakuja, nifanye nini? Lakini ukweli ni huu, naomba unisikilize kwa makini sana. Ishara za universe haziji kukuogopesha, zinakuja kukuongoza. Kwa hiyo, kama umeanza kuona dalili hizi katika maisha yako, kuna hatua muhimu sana unapaswa kuchukua. Hatua ya kwanza kabisa, kaa chini na utulie. Katika dunia ya leo, watu wengi wanaishi maisha ya haraka haraka, maisha ya kukurupuka. Wanakimbizana na kazi, wanakimbizana na pesa, wanakimbizana na mipango mingi. Lakini pale universe inapokutumia ishara, mara nyingi inamaanisha unahitaji kupunguza mwendo, punguza spidi. Pata muda wa kukaa kimya, kutafakari na kuisikiliza nafsi yako. Kwa sababu mara nyingi majibu tunayoyatafuta yapo ndani yetu. Yaani asikudanganye mtu kwamba majibu utayapata kwa fulani au utayapata kwenye semina fulani. Mara nyingi majibu yapo ndani yetu, lakini sisi huwa tunazipuuza nafsi zetu. Hatusikilizi sauti zetu za ndani. Kaa chini na uisikilize intuition yako. Intuition ni ile sauti ya ndani ambayo mara nyingi huwa inakaa kimya, lakini ina nguvu sana. Ni sauti inayokuambia usiende mahali hapa. Mtu huyu sio sahihi. Hii sio njia yako. Sasa tatizo ni kwamba watu wengi wanaipuuza hii sauti. Wanachagua kusikiliza shinikizo la watu, maoni ya jamii au tamaa za muda mfupi. Yaani tunavurugwa sana na sauti za nje. Lakini pale universe inapokutumia ishara, mara nyingi intuition yako ndio compass ya kukueleza. Yaani mara nyingi ujumbe tunaupata kwa kupitia intuition zetu, sauti zetu za ndani. Sasa wewe unaporuhusu sauti za nje zije, huwa zinazima sauti yako ya ndani. Kwa hiyo unajikuta hauna connection tena na ulimwengu. Wewe unakuwa ni mtu wa kupelekeshwa, ni mtu wa kutiwa hofu, ni mtu wa kupewa pressure. Jifunze kuamini hisia zako za ndani. Utajikuta unafanya maamuzi sahihi, huyumbishwi na kelele za watu na wala huna woga katika maamuzi yako. Kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kuchunguza watu wanaokuzunguka. Umezungukwa na watu wa aina gani? Mara nyingi ishara za universe huwa zinatokea kwa sababu kuna watu katika maisha yako ambao energy yao haifai katika safari yako. Kwa hiyo jiulize kwa uaminifu kabisa na kwa utulivu, ni watu gani wananifanya nijisikie vibaya baada ya kuonana nao? Jiulize, ni nani anakukosesha amani? Ni nani anakuletea mawazo mabaya? Ni nani anakuvuta nyuma badala ya kukuinua? Katika safari ya maisha, sio kila mtu anapaswa kuendelea kutembea na wewe. Haijalishi huyo mtu mmetoka wapi au ana uhusiano gani na wewe. Kitu kikubwa hapa ni wewe na nafsi yako, ni wewe na maisha yako kwanza. Wakati mwingine unapaswa kuachilia baadhi ya watu ili roho yako ipate amani. Kwa hiyo universe inapoanza kukuletea hizi ishara za kukuonya, angalia katika maisha yako. Kama kuna watu wanazuia safari yako ya mafanikio, wanakuzuia wewe usisonge mbele, wanakukosesha amani, jaribu kuachana nao. Usijali, universe itakuletea watu wengine, watu watakaoendana na safari yako, watu watakaoendana na nguvu zako za ndani. Na pia kitu kingine unachopaswa kufanya ni kusafisha energy ya maisha yako.
Kuna wakati ishara za universe zinakuja kwa sababu energy ya maisha yako imejaa vitu visivyofaa. Yaani umezungukwa na energy yenye nguvu mbaya. Hii inaweza ikawa ni mazingira yenye uchafu au mazingira yenye fujo, mahusiano yenye sumu au mawazo mabaya yanayojirudia kila siku. Kwa hiyo jaribu kufanya energy cleansing katika maisha yako. Safisha mazingira yako kiroho na kimwili. Panga mazingira yako vizuri. Epuka watu wenye negativity nyingi, watu wanaolalamika hovyo, watu wanaoongelea mambo mabaya, umaskini, ugumu wa maisha, magonjwa. Achana na hao watu. Jifunze kutulia na kufanya meditation au maombi au kujitamkia maneno yenye nguvu. Kadiri energy yako inavyokuwa safi, ndivyo uwezo wako wa kutambua ishara za universe unavyoongezeka. Kuna watu huwa wanaletewa ishara na universe kwa kupitia ndoto au katika maisha ya kawaida haya ya kila siku, lakini wanashindwa kuzielewa. Sio kwa sababu hawana akili au hawako makini, ni kwa sababu ufahamu wao umefungwa. Umefungwa na nini? Na nguvu mbaya zinazowazunguka. Kwa hiyo safisha mazingira yako. Fanya meditation mara kwa mara. Utaona jinsi ambavyo ufahamu wako unafunguka. Na ukifanikiwa kuufungua ufahamu wako, utagundua kwamba wewe ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Kuna nguvu kubwa sana ipo ndani yako. Hauhitaji kwenda kuombewa, hauhitaji kwenda kupokea miujiza. Miujiza unayo ndani yako. Yaani hata wewe mwenyewe unao uwezo wa kuitenda hiyo miujiza. Endapo tu utazitambua nguvu zako za ndani na utatambua namna ya kulinda hizo nguvu zako za ndani. Na jambo jingine la muhimu zaidi ni kukubali mabadiliko yanapokuja. Yaani moja ya mambo magumu zaidi kwa binadamu ni kukubali mabadiliko. Ukweli ni kwamba maisha yanabadilika kila wakati. Na mara nyingi universe inatuma ishara kwa sababu kuna mlango mpya unakaribia kufunguka katika maisha yako. Lakini mlango mpya hauwezi kufunguka ikiwa bado umeshikilia mlango wa zamani. Kwa hiyo wakati mwingine unapaswa kuachilia kazi fulani, kuachilia mahusiano fulani au kuachilia njia ambayo sio yako tena. Unakuta mtu anakuumiza sana katika mahusiano, anakuacha, lakini wewe unafosi, unadiriki kusema siwezi kuishi bila wewe. Hebu achilia. Mwache huyo mtu aende. Kuna mtu mwingine mzuri zaidi ameandaliwa kwa ajili yako. Sasa huyo mtu hawezi kuja endapo wewe umeendelea kumshikilia huyo uliyenaye sasa. Achilia hiyo kazi. Kuna kazi nzuri zaidi inakuja kwa ajili yako. Mabadiliko yanaweza yakakutisha sana, yakakuumiza sana, lakini mara nyingi ndiyo yanayoleta ukuaji mkubwa katika maisha yako. Kwa hiyo jifunze kukubali mabadiliko. Kama umefika mpaka hapa, kuna kitu muhimu sana nataka ukijue. Haupo hapa kwa bahati mbaya. Inawezekana maisha yako yamekuwa magumu. Umeumizwa, umejiuliza mara nyingi sana, kwa nini mambo haya yanatokea kwangu? Lakini ukweli ni huu hapa. Mara nyingi watu wanaopitia changamoto nyingi ndio wale ambao roho zao zinajiandaa kwa kitu kikubwa zaidi. Universe haikuchagui kwa bahati mbaya. Inaweza ikakupeleka kwenye njia ngumu sana, ukaumia, ukalia, lakini mara nyingi njia hiyo ndiyo inayokupeleka kwenye nguvu yako ya kweli. Kama leo umekuwa ukiona ishara nyingi katika maisha yako, naomba nikwambie, usiogope. Inaweza kuwa ni dalili ya kwamba unakaribia hatua mpya ya maisha yako. Ukiona maisha yako yanakwenda soft, hauna changamoto zozote unazopitia, tambua wewe bado sana. Yaani safari yako ndiyo kwanza inaanza. Kwa hiyo hizo changamoto unazozipitia ni ishara ya kwamba wewe unakuwa. Na kumbuka, wakati mwingine ishara za universe huwa haziji kukuogopesha. Zinakuja kukuongoza na kukupa mwongozo. Kama umeanza kuona ishara kwamba universe inakuonya, usifikirie kwamba hilo ni jambo la kutisha. Hiyo ni dalili kwamba roho yako inaamka na maisha yako yanajiandaa kwa hatua mpya. Universe haikutumii ishara ili wewe uogope. Inafanya hivyo ili ikuongoze kwenye njia sahihi ya maisha yako. Na pale unapojifunza kusikiliza ishara na kuzisoma, maisha yako yanaanza kufunguka kwa namna ambayo haujawahi kufikiria. Naomba nikukumbushe tena,
Wewe ni mtu wa muhimu sana hapa duniani. Wewe ni wa thamani sana. Unastahili maisha mazuri, unastahili kuthaminiwa, kupendwa na unastahili kupata mafanikio. Kama video hii imekugusa, andika kwenye comment, niko tayari kusikiliza ishara za universe. Na usisahau kushare video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na huu ndio ulikuwa ujumbe wako wa leo kutoka kwa universe. Tafadhali sana usiupuuze. Asante sana kwa kunisikiliza.